Wakili msomi Bita Kibatala amejitokeza kupitia kurasa zake za mitandao ya kijamii na kuhoji kwa ukali msingi wa kisheria uliotumiwa na waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi kutoa maagizo mapya kuizuia utoaji wa vibali vya mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa nchini kote. Kibatala amemtaka waziri huyo kuingia katika mjadala wa kina wa kisheria ili kubainisha ni sheria au ni kifungu gani maalum alichokitumia kuhalalisha agizo hilo ambalo linaenda kinyume na taratibu zilizopo, akieleza kuwa tasnia nzima ya sheria ikijumuisha wanafunzi wa sheria na wataalamu waliopo kazini inasubiri majibu ya ufafanuzi huo. Hoja hiyo ya mwanasheria huyo imekuja kama jibu la moja kwa moja kwa tamko rasmi la serikali lililotolewa bungeni jijini Dodoma leo tarehe 29 mwezi wa Juni mwaka wa 2026, ambapo waziri aliamuru jeshi la polisi kusitisha shughuli zote za kisiasa za hadharani ama za hadhara kwa vyama vyote ikiwemo Chama cha Mapinduzi hadi pale hali ya kiusalama itakapotulia. Kibatala amebainisha kuwa tasnia ya sheria inahitaji kuona uhalali wa maagizo hayo ambayo yanaguza uhuru wa kidemokrasia, huku akisisitiza kuwa viongozi wenye dhamana wanapaswa kuongoza kwa kufuata misingi ya sheria na sio matamko yasiyo na vifungo vya kisheria. Hatua hii ya mwanasheria kuhoji mamlaka ya waziri imeongeza msukumo mkubwa katika mjadala unaoendelea hivi sasa nchini, kwani inatajwa kuwa waziri ana nguvu ya kikatiba ya kutangaza hali ya hatari au kuzuia haki za vyama kukusanyika kila pembe zote. Katika maelekezo yake, waziri amemtaka mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Kamelas Wambura kusambaza taarifa kwa makanda wote wa polisi wa mikoa, wilaya na kata kuongeza ulinzi na kutoa kabisa vibali vyote vya ajili ya kulinda usalama ya wananchi kutokana na kuwepo kwa viashiria vya matisho ya amani yanayohusishwa na maandalizi ya maandamano makubwa ya tarehe 7 mwezi wa Julai. Mzozo huo wa kisheria ulioguziwa na Peter Kibatala unaagiza malalamiko ya viongozi wengi wa upinzani ambao wanaona kuwa maamuzi hayo ya kiutendaji yameanzishwa kwa lengo la kunyima nafasi ya kisiasa, wakati huu ambapo vyama viko kwenye harakati kubwa ya kujiimarisha. Mbali na kuizuia mikutano hiyo, agizo la waziri limeelekeza pia vyombo vya dola kuanza kufanya tathmini ya kiusalama na kuchukua hatua dhidi ya sehemu ya starehe na biashara za usiku zinazokiuka taratibu ambazo maeneo yote yatakayobainika kustahirisha amani yatafungiwa mara moja. Serikali imeanza utaratibu mpya unaowataka wamiliki wa hoteli na vyumba vyote vya kufika wageni mkoani Dar es Salaam na Dodoma kuhakikisha kila mgeni anayesajiliwa anakuwa na kitambulisho cha kitaifa ili kudhibiti mienendo ya watu katika kipindi hiki ambacho nchi inajiandaa kupokea wageni wengi wa kimataifa watakaoshiriki maonyesho ya biashara ya Sabasaba. Waziri Katambi amewahakikishia wakulima, wafanyabiashara, wasafirishaji na watumizi wa umma kuendelea na shughuli zao bila hofu yoyote, kwa sababu vyombo vya dola vimejipanga kudhibiti aina yoyote ya uhalifu au vitendo vinavyoweza kuhatarisha usalama wa taifa. Maagizo haya ya waziri yanakuja wakati kukiwa na uhamasishaji mkubwa wa maandamano ya Sabasaba unaofanywa na wanaharakati mbalimbali kupitia mitandao ya kijamii, huku viongozi wa mikoa kama mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chamalima wakitoa maonyo makali. Jeshi la polisi nalo limebainisha kuwa lina taarifa za siri zinazoonyesha kuwa waliopanga maandamano hayo wameyageuza kutoka kuwa maandamano ya amani na ya kwenda kuwa harakati za uchochezi na furugu, huku wakitaja viashiria vya kihalifu kama mipango ya kuwakata watu vichwa na kuchoma shule moto za Tanzania ili kusababisha taharuki kubwa nchini. Mvutano huu umepamba moto
huku chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kikiwa kinaendelea na operesheni yake maalum ya Free Tundu Lissu, ambapo viongozi wake wamekuwa wakifanya mikutano mikubwa ya hadhara iliyovutia idadi kubwa ya wananchi katika maeneo ya nyanda za juu kusini, ikiwemo jiji la Mbeya na Mlowo. Na sasa operesheni hiyo pamoja na kampeni mpya ya kudai katiba mpya inaendelea mkoani Tabora katika kanda ya Magharibi. Idadi kubwa ya watu wanaoaminika na kushiriki kuchangia harakati za chama hicho kupitia utaratibu wa tone tone imetajwa na wadau wa upinzani kuwa ndicho chanzo cha hofu cha serikali iliyopelekea kutolewa kwa zuio la mikutano yote ya hadhara ili kuizuia kasi ya chama hicho miongoni mwa jamii. Kufuatia mikutano hiyo, katibu wa itikadi na uenezi wa Chama cha Mapinduzi Kenani Laban Kiongozi ametangaza hadharani kuwa viongozi wanaoratibu maandamano hayo ya mitandao wana uhusiano wa karibu na Chadema, akidai kuwa chama tawala kikipokea taarifa za siri kuhusu vikao vya ndani vilivyofanywa na viongozi wa upinzani kuratibu harakati hizo. Kenani Kiongozi alifafanua kuwa ajenda kuu zinazoshinikizwa na wanaharakati hao kama ukombozi wa Tundu Lissu na uhitaji wa katiba mpya ni sawa kabisa na ajenda ambazo Chadema inazungumzia sana kwa sasa, jambo linalodhibitisha ushiriki wao wa moja kwa moja. Tuhuma hizo zilipingwa na kukanushwa vikali na viongozi wakuu wa upinzani akiwemo makamu mwenyekiti wa Chadema Tanzania Bara John Heche pamoja na makamu wa upande wa Zanzibar, ambao walisisitiza kuwa chama chao hakihusiki hata kidogo na harakati hizo za mtandao, ingawa baadhi ya viongozi wao kama meya ya zamani wa Ubungo Boniface Jacob tayari wameitwa na polisi kuhojiwa. Upande wa uongozi wa Chadema pia ulitoa majibu kupitia kwa mkurugenzi wake wa mawasiliano na uenezi Brenda Rupia, alieleza kuwa juhudi zote za serikali zinalenga kukandamiza matumaini ya wananchi kwa kutumia nguvu ya vyombo vya dola na mitutu ya bunduki badala ya kufuata misingi ya demokrasia na utawala bora wa sheria. Rupia ameongeza kuwa kujitangazia ushindi wa 98% katika uchaguzi zilizopita akupi chama tawala walali wa kuongoza bila ridhaa ya wananchi, na kuonya kuwa kama viongozi wakijaribu kuwanyamazisha watu basi hata mawe yatainuka kuzungumza. Vilevile, mwenyekiti wa baraza la vijana la chama hicho John Bambalo alieleza kuwa matamko ya namna hiyo yanatuma ujumbe mbaya sana kwa wageni wa kimataifa kuhusu usalama wa nchi, huku wanaharakati Martin Maranja Mazeze akieleza serikali ama akisema serikali imeshindwa kujibu hoja za kisiasa na imekimbilia kufadhili vyama vingine kama ACT Wazalendo na Chauma ili kuigiza demokrasia bandia nchini. Miongoni mwa wananchi waliotoa maoni yao kupitia mitandao ya kijamii, baadhi wakikumbusha kauli za zamani za viongozi kuhusu namna kiburi kinavyoweza kuangusha mamlaka, huku wengine wakitahadharisha serikali kuwa kuizuia shughuli za kisiasa kunaleta kusababishwa wananchi kuchukua hatua wenyewe kama ilivyotokea katika matukio ya tarehe 29 mwezi wa Oktoba mwaka jana. Mjadala huu unaendelea kuacha maswali mengi juu ya hatma ya utawala wa sheria nchini, huku jamii ikisubiri kuona kama jeshi la polisi litatekeleza agizo hilo kikamilifu na namna vyama vya siasa vitakavyoendelea na ratiba zao za kulinda haki za kikatiba za kunyanyazwa.